mzee alisema kwamba kabla Mungu wa mbinguni hajakubariki, watu wakubariki. Yani watu wao wanasema ubarikiwe. Kwa nini? Umeishi maisha ambayo yamekufanya uwe na kibali kwa wale watu. Na mzee alisema Mungu wa mbinguni kabla hajakuona watu inabidi wakuone. Watu wasipokuona Mungu wa mbinguni hata kuona. Yani lazima kwanza watu wakuone wewe. Kama ungekuwa ndio wale wana wa Eli wanachezea tu sadaka, wewe ungekuwa ndio kuhani kwa hivi ambavyo unafanya vizuri, wewe tuna uhakika watu wanadamu kwanza wakuone wa kuthibitisha au waone kweli wewe unafaa, ndipo Mungu yule wa mbinguni atakuona. Na ndio maana tulea mfano wa Daudi kwamba Daudi wakati kaka zake katika Samueli wa kwanza 17 wanamwelezea Daudi kwamba tunakijua kiburi chako. Katika Samueli wa kwanza 16 watu wanasema tulimuona mwana wa Yese ambaye ni shujaa, hodari wa vita, stadi wa kupiga kinubi. Ujue kwamba Daudi ana maisha ambayo kuna watu wanatafsiri ni kiburi na kujipendekeza, na kuna watu wanatafsiri yale maisha kama ni maisha bora ambayo kila mwanadamu haitakiwa kuwa nayo. Sasa tunapojadili baraka kamili ya Mungu ni kwamba tunajadili maisha ambayo wanadamu watakuwa wakikuona. Wanadamu acha na Mungu mbinguni, yani sio tu mimi Mungu ndo anayejua ninavyofanya vizuri, ila wanadamu wakuone, au wanadamu katika namna zao kadha wa kadha waone kwa kweli huyu anaweza kaa ndio anafaa wakuone kwa namna mbalimbali kwamba kwa sababu akina Daudi walionekana hizo sifa kabla hawajatiwa mafuta, kabla hakijatokea chochote juu yao. Walionekana kabla hawajaua simba, kabla hawajaua Goliati, na maanisha kabla hawajamuua Goliati, bado walinenwa ni hodari wa vita. Bwana siwe ni hodari. Ujue wakati ule Eliabu anamuelezea Daudi kwamba tunakijua kiburi chako. Wako watu walikuwa wanamjua Daudi ni hodari wa vita, ambao automatically walikuwa wanaamini kwamba kwa vyote vile, kwa hodari na umjua nao, hii vita anaweza kashinda. Sasa tukiachana hivyo, jambo la msingi ni kwamba baraka kamili ya Mungu iko kwenye yale unayofanya, na yale unayofanya yanatakiwa yaonekane kwa wanadamu kwanza wa kawaida, wanadamu tunaoishi nao, jirani yako wa kushoto, wa kulia, akuone. Yani hata kama hujasema wewe unataka kwenda wapi, unataka kwenda hatua gani, unataka kuwa nani, ila yale unayofanya yawe yanakutambulisha. Bwana sio. Ukishakuwa na maisha ambayo kwa watu wengi atakuwa anajulikana, lakini pia umejaribu kugusa na kubariki mioyo ya watu wengi, wale watu dua zao, maombi yao na namna zao za kukutazama wewe ndizo zitapelekea hatimaye Mungu kukutokea au kusababisha baraka fulani iwe juu yako. Mimi niwahi toa mifano hii mara kadhaa kwamba wengi wetu huwa tunaomba aidha uwezo au neema ya Mungu. Mungu, neema yako iwe juu yangu. Ni maombi mazuri. Amen. Nguvu zako Mungu ziwe juu yangu. Lakini ndio ile mzee anakuambia kwamba ukishakuwa unakula, halafu ukishakula wewe vile ulivyokula vitoki, hauendi uani. Unajua hata kwa kawaida mwanadamu tu wa kawaida akiona anakula chakula kila siku, halafu labda ana wiki nzima hajaenda uani, hata kama haoni kuumwa, anaweza kujipeleka hospitali yeye mwenyewe kuuliza kwamba hivi hapa mimi ni mzima kweli au kuna jambo haliko sawa. Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo mwisho wa yote, ukishakuwa na maisha ya kula bila kutoa kile unachokula, manake
tunategemea utakuwa na mtapia mlo au utavimbiwa au tunategemea tumbo litapasuka, japo tumbo kupasuka inaweza ikawa kazi ngumu. Lakini hoja inakuwa bila ambapo huwa tunaomba sasa, Mungu uwezo wako uwe juu yangu. Swali ni uwe juu yako ili ukautumie wapi? Kwa lugha rahisi ni kwamba kabla Mungu hajauruhusu uwezo, lazima akuone kwenye maeneo mbalimbali ambayo wewe kama wewe unafurukuta, au maeneo yale kimsingi angehitaji huo uwezo.